Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Watukufu Islam na ufuatiliaji wetu wapendwa wa media yako pendwa Huda Online TV, ni mara nyingine tena katika mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo lengo lake ni kukumbushana sambamba na kufundishana masala mbalimbali ya dini yetu ya Kiislamu. Leo watukufu Islam, ni nasaha fupi tu katika kumi hili la mwisho la mwezi mtukufu Ramadhan juu ya maduati ambao wanategemewa na waumini au waumini tunawategemea katika muendelezo wa kujiendeleza katika masala mbalimbali ya kiilmu, lakini pia masala ya kutufanya tuwe karibu na Mola wetu, kadhalika vile vile kufuata nyendo za mtume wetu na wale waja wema waliotutangulia. Watukufu Islam, huwa tunasikitishwa na maduati baadhi yao katika nyakati huu, katika wakati huu ambao ni kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan, kumi ambalo limetajwa kwa sifa ya kwamba ndani yake mna ile siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja ndani ya Qur'an, khairum min alf shahr. Ni siku ambayo ubora wake ni bora kuliko miezi 1000. Leo sisi ambao tunawalingania watu katika imani, tulipaswa tuchukue nafasi ya kuwakumbusha watu wajibu na wema uliomo ndani ya masiku haya ya awakhiri Ramadhan, masiku ambayo hatuna uhakika ya kwamba tutaweza kuyapata tena mwaka unaokuja, lakini bado tunachukua muda wa kuleta mizozo, mfarakano, kupeana majina mabaya katika mwezi huu. Kwa wema tu natoa nasaha kwa am, lakini khas kwa ndugu yetu Yusuf Diwani, huu si wakati wa kuleta porojo za ikhtilaf, si wakati huu wa kuuza dawa. Huu ni wakati wa kuwaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na fadhaila na baraka ziliomo katika awakhiri Ramadhan. Leo kukaa na kuambia watu huyu salafi, huyu hizbi, huyu hivi, yamekujaje haya wakati sisi lengo letu ni ibada? Kwa wema tu nasaha zangu, kwanza tungeacha haya mambo ambayo hayahusiani na utukufu wa kipindi hichi, kwa sababu yoyote awaye katika kundi lolote anachohitaji ni pepo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kumi la mwisho wauza dawa na mwezi mtukufu wa Ramadhan unawashughulisha watu na masala ya kuwaita kwenye mambo ya dawa, baada ya kuwaita katika da'wa, walingania namna gani tahajjudi inaswaliwa, namna gani qiyamul layli, wakati gani, adhkari gani, mafundisho gani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya vipi katika wakati huu Muislamu atakiwa afanyeje. Mambo mingi sana ya kuwafunza Waislamu. Leo unakaa ndio kwanza unawatajia watu huyu wanafaa, huyu hafai, ndani ya awakhiri Ramadhan, wakati ambao ni wakati ambao una fawaida kubwa sana kwa Waislamu. Waislamu hapa ndio pa kujivunia ibadat, akhlaqiyat, mambo ya kheri yote
unawaita watu katika ikhtilafu na kuwauzia dawa. Hatukatazwi kuuza dawa, lakini angalia na kile kipindi chenyewe, kipindi cha Lailatul Qadr, kipindi cha kuwaita watu misikitini wawe na toa ya hali ya juu kwa Mola wao. Unazungumzia habari ya ikhtilafu, jambo ambalo lipo, waliliacha waliopita na sisi tutaliacha. Na saha zangu kwa upendo tu, habari ya kuuza dawa kwa kipindi hichi kwanza tuache, na habari za ikhtilafu kwanza tuache, tuwaachie waumini wafanye ibada. Watatushtaki hao siku ya Kiyama. Kwa nini hatukuwafundisha jinsi ya kutekeleza ibada inavyopaswa? Leo kuna watu wanaswali tashahudi hawaijui, wewe unasema huyu kakosea, huyu kafanya hivi, huyu hivi. Hebu kwanza tulieni katika kipindi hichi baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuisha. Kama iko haja ya kufanya hayo mnayoyafanya, mtayafanya. Na saha zangu unazipeleka kwa Al-Akh Yusuf Diwani. Kwanza tulia baba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an kwamba yule ambaye anamcha Allah yeye humruzuku kwa njia ambazo yeye mwenyewe azifahamu. Yule ambaye anamcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala, basi humpa riziki kwa njia asiyoifahamu. Kwani walillahi khazainu samawati wal ardh, Allah anazo hazina nyingi. Kwa kipindi hichi tungetulia ili hawa watu tunaowashughulisha hawa waweze kufanya ibada zao, baadaye mambo mengine yatafata. Ni vyema tukasikiana katika nasaha kama hizi, tuendeleze dawa. Lakini masala haya ya ikhtilafu au sasa hivi ndio kwanza tunampeleka hii, tusubiri, ni kipindi kifupi tu hichi cha kujikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha tutarudi katika mambo yetu ya kawaida. Nafikiri tumefahamiana. Wabillahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله ربي والإسلام ديني. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.